Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu kwa jina la Yesu. Naamini uko salama. Siku ya leo ni siku ya 3, Wednesday ya mwezi wa pili, na tariki yake ni 25. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake kwetu. Amen. Siku ya leo tutasoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura yake ya 15 na mstari wake wa Mathayo sura ya 14 na mstari wake wa 5. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Maana maramu hii ingaliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewa maskini. Wakamnungunikia sana yule mwanamke. Amen. Baba, tunakushukuru na lako hili, tunakuomba ulibariki katika mioyo yetu. Nitazama matunda kupendeza, tunaamini kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Hizi ni habari za Yesu wakati ambapo ameenda, kuna mahali ameenda na alikuwa katika nyumba fulani. Bwana asifiwe. Na kulikuwa watu wengi ambao walikuwa pale wanamsikiliza, na Biblia inasema kwamba kukuja mwanamke mmoja alikuja na perfume nzuri sana ya bei nyingi sana, akakuja akaimanga kwa kichwa cha Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Ukisoma mstari wa juu hiyo 14 itakueleza gasi gani wakati alimwaga hapo kwa Bwana Yesu. Biblia inasema watu wakamnungunikia, watu walikuwa hapo wakamnungunikia, wakasema kwa sababu gani mwanamke anaharibu mafuta haya kuimwaga hivyo kwa Bwana Yesu, na ingeweza kusaidia, ingeuzishwa, wanginunua kwa pesa nyingi na inawasaidia maskini. Bwana asifiwe. Lakini Bwana Yesu akawaambia, kwa nini mnamuuzi mwanamke huyu? Amefanya jambo jema na ambalo litakumbukwa, kwa sababu amenipaka hiyo maramu kwa sababu ya maziko yangu. Bwana asifiwe. Na wakati huo huyu mwanamke, wakati alifanya hiyo jambo, hakujali watu watasema nini. Bwana asifiwe. Amewekwa ndani ya moyo wake, amejisikia ni roho wa Mungu ambaye amemuongoza kufanya jambo hilo. Amen. Na akaitenda kwa sababu ya kumpenda Bwana Yesu. Amen. Alikuwa anampenda Bwana Yesu na akataka kumuonesha upendo wake, akakuja na hiyo mafuta ambayo ingimsaidia, ambayo ilikuwa ya pesa nyingi, hiyo maramu, hiyo perfume nzuri ya pesa nyingi, lakini kwa sababu ya upendo wake kwa Bwana Yesu akaimwanga kwa Bwana Yesu, akaimwanga kichwa Bwana Yesu. Amen. Na wakati nyingi wanadamu tunaogopa. Kuna wakati ambapo Mungu anaweza kuongoza jambo fulani ufanye, lakini unaanza kujiuliza, watu watasema nini? Watu watanionaje? Bwana tusaidie sana. Bwana akubariki ili kwamba usijali wanadamu watasema nini, ujali Bwana atasema nini. Bwana asifiwe. Hiyo Mungu amekuitia kufanya, uifanye bila kujiuliza kwamba watu watasema nini, wataniangaliaje, kwa sababu hiyo ilikuwa shabaha ambayo Mungu amemweka huyo mwanamke pale. Bwana asifiwe. Alikuja kumpaka Yesu mafuta, hiyo perfume ambayo ilikuwa kuandaa kwa ajili ya maziko ya Bwana Yesu. Na ukisoma nyuma, wakati Bwana Yesu alipokufa, kulikuwa wanawake ambao wameamka asubuhi mapema kwenda kumpaka mafuta, kumpaka hiyo perfume za maziko, lakini walimkutana amefufuka tayari. Bwana asifiwe. Hapo wakumpaka tena hiyo maramu hiyo wanaopaka watu ambao wamekufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana Yesu alikuwa amefufuka katika wafu hiyo siku ya kwanza ya juma. Inamaanisha kwamba Mungu alikuwa ameandaa huyo mwanamke ampake hiyo maramu mazuri kwa ajili ya maziko yake. Bwana asifiwe. Na huyo mwanamke vile Yesu akasema kwamba habari za mwanamke zitatangazwa mahali pote kwa yale ambayo ameifanya. Amen. Huyo mwanamke ni mwanamke ambaye alisikia sauti ya Mungu ndani yake, sauti ya Roho Mtakatifu, na akafanya ile ambayo ameongoza kufanya. Na ninakuambia kwamba huyo mwanamke alikuja kwa dunia hii kwa sababu ya kutimiza ile ambayo Bwana amemwitia kufanya. Mara nyingi wanadamu wanaepukana na lengo ya Mungu kwa maisha yao kwa sababu ya wanadamu. Bwana tusaidie sana. Kwa sababu ya kujiuliza watu watasema nini. Sijiulize watu watasema nini, jiulize Mungu atasema nini. Ile mission, hiyo kazi Mungu amekuitia kufanya, uifanye tu. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati utakapofika mbele za Mungu,
utaulizwa wewe peke yako yale ambayo nimekupatia kufanya. Mungu atakapokuuliza umeyafanya ama hapana, hautasema kwamba kwa sababu ya wanadamu sikuifanya. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke ni mwanamke mjasiri na ninampenda sana katika Bible. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameonyesha ujasiri wake, ameonyesha upendo wake kwa Bwana Yesu. Amen. Na akatoa kilicho cha thamani mbele yake, akafanya ile ambayo Mungu amemuongoza kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila wakati jua ya kwamba Mungu amekuita kufanya mapenzi yake, wala si mapenzi ya wanadamu. Na ile ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wako kufanya, ifanye kwa moyo mweupe. Amen. Uifanye bila woga. Mwambie Mungu akupatie nguvu ya kufanya yale yote amekuitia kufanya. Kwa sababu watu wengi wanajiwiza baraka zao kwa sababu ya kuogopa wanadamu. Wanaogopa kusema kweli kwa sababu ya wanadamu. Wanaogopa watakataliwa na wanadamu ama watachukuliwa na wanadamu. Ni tafadhali ukataliwa na wanadamu kuliko ukataliwa na Mungu. Amen. Ni tafadhali udharauliwa na wanadamu kuliko udharauliwa na Mungu. Kwa sababu Mungu anapokukubali, ndugu yangu, dada yangu, ni baraka kubwa. Amen. Hata mwanadamu akukatai, kama Mungu anakukubali, ni neema kubwa. Amen. Kwa sababu mapenzi ya Mungu tu ndio inabidi ufuate katika maisha yako. Tafuta mapenzi ya Mungu, tafuta kufanya mapenzi ya Mungu, wala si mapenzi ya wanadamu. Amen. Na utaona jinsi gani maisha yako itakuwa mazuri, na utaona jinsi gani hautapita kinyume ya mapenzi ya Mungu, na yale ambayo Bwana amekuitia kufanya utayafanya. Amen. Nafurahi kwa sababu ya mwanamke ambaye ameonyesha ujasiri, na naamini wakati siku nitafika mbinguni kwa Baba, nitamuuliza huyu mwanamke kwa ujasiri wake ambao ameifanya. Bwana asifiwe. Wakati wote kuwa mjasiri kufanya yale ambayo Mungu amekuitia kufanya, wala usiogope wanadamu, usiogope kitu chochote kile. Fanya mapenzi ya Mungu na Mungu atapendezwa na wewe, na Mungu atazidi kukubariki. Naamini kwamba umebarikiwa kwa neno hili, na hadi hapo utakapoonana, ubarikiwe.